Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine, Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kushutumiwa pakubwa kwa upendeleo anaozidi kufanya huko Zanzibar, tofauti kabisa na Tanganyika. Kwani mtazamaji wangu, bei za petroli zimeweza kutofautiana pakubwa nchini Tanzania, katika eneo la Zanzibar na Tanganyika. Katika eneo la Zanzibar, petroli inazidi kuuzwa kwa shilingi 2,942, tofauti kabisa na jinsi ambavyo inazidi kuuzwa katika eneo la Tanganyika kwa shilingi za Kitanzania 4,000. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo, ila kabla niweze kukufahamisha zaidi mtazamaji wangu, itaweza kuwa ni jambo jema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu, ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kwa tofauti hizo za bei, kuna tofauti ya shilingi 1,058. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo kuona uongozi ulioko madarakani unaweza kufanya aina ya upendeleo huo kati ya eneo la Tanganyika na Zanzibar. Ila mtazamaji wangu, kuna jambo ambalo limeweza kuzungumziwa pakubwa katika mitandao ya kijamii kutokana na uchunguzi huu ambao umeweza kufanyika na kubainika kwamba iliweza kuratibiwa ifikiapo tarehe 14 tarehe 15 mwezi huu wa 4 mwaka 2026, kipindi na wakati ambapo uongozi ulioko madarakani utaweza kutangaza bei mpya za mafuta. Basi huko Tanganyika bei za mafuta zitaweza kupanda kwa idadi kubwa, huko Zanzibar zikisalia katika bei ya nafuu. Mtazamaji wangu, kwa kweli jambo hili limeweza kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kutoa hasira zao, kutoa maoni yao katika mitandao ya kijamii, hasa wengi wanaozidi kutoka eneo la Tanganyika wakidai kwamba uongozi ulioko madarakani chini ya chama tawala cha CCM kinazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo kinazidi kupendelea eneo la Zanzibar kwa njia moja ama nyingine. Huenda ni kwa sababu ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutoka eneo hilo, na pia tofauti za kisiasa zilizoko kati ya chama Chadema na chama tawala cha CCM, na pia kwa jinsi ambavyo wadadisi walioweza kuzungumzia mambo na uchaguzi mkuu ulioweza kupita. Mtazamaji wangu, inabainika kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan hakuweza kupata kura kwa idadi kubwa kutoka eneo la Tanganyika, na ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine anazidi kuwa na hasira na watu kutoka eneo la Tanganyika. Vile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine sote tuliweza kushuhudia jinsi ambavyo uchambuzi unaozidi kufanyika na uchunguzi kuhusiana na kiini cha maandamano yaliyoweza kufanyika katika siku ya upigaji kura nchini Tanzania. Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ripoti ya kwanza aliyoweza kukabidhiwa baada ya ripoti hiyo kuonyesha kutokuwa na idadi kubwa ya maandamano yaliyotokea eneo la Tanganyika, hakuweza kufurahia, ikiendelea kuonyesha wazi kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja ama nyingine anaamini pia maandamano yaliyokuwa nchini Tanzania, ijapokuwa aliweza kusema yaliweza kufanywa na watu kutoka katika mataifa jirani, ila sio kweli. Yeye anaamini kwamba idadi kubwa ya watu waliokuwa wakijihusisha na maandamano katika maandamano ya amani ya vijana Gen Z waliweza kuwa kutoka katika eneo la Tanganyika. Na mtazamaji wangu, ni jambo mbaya kwa kiongozi aliyoko madarakani kuanza kuchukua upande, ili hali bado watu wanazidi kumtegemea kwa njia moja ama nyingine kufanikisha moja ya ahadi alizoweza kuziahidi katika uchaguzi ulioweza kupita. Na mtazamaji wangu, hii kwa mara nyingine inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya watu wanaozidi kutoka eneo la Tanganyika kuwa na kipindi kigumu katika
kuwa na kipindi kigumu katika shughuli za siku baada ya siku, kukidhi mahitaji yao na hata kupata ajira, tofauti kabisa na jinsi ambavyo gharama ya maisha iko chini huko Zanzibar. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo ambalo Watanzania wengi hivi sasa hawajaweza kulifurahia, na inaendelea kubainika kwamba iwapo kweli uongozi ulioko madarakani utakapoweza kutangaza bei za mafuta zianze kuanza kutumika kuanzia mapema tarehe 14, tarehe 15, basi iwapo eneo la Tanganyika bei za mafuta zitaweza kupanda kwa idadi kubwa tofauti kabisa na Zanzibar, basi moja kwa moja Watanzania wako tayari kwa maandamano mapya ili kuonyesha kutofurahishwa na ubaguzi unaozidi kufanywa na viongozi walioko madarakani. Na mtazamaji wangu, ningependa ufahamu kwamba kiongozi aliyekuwa mstari wa mbele kusimama na Watanganyika na kuwatetea kwa masuala kama haya si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kutokana naye kuwa gerezani hivi sasa, uongozi ulioko madarakani ndipo ambapo unazidi kuchukua fursa hiyo na nafasi kuendelea kusababisha gharama kubwa ya maisha kwa wakazi wanaozidi kutoka eneo la Tanganyika, jambo ambalo wengi hawajaweza kulifurahia. Na mtazamaji wangu, kwa kweli kama uongozi ulioko madarakani ungependa hata angalau idadi kubwa ama hata ndogo ya Watanzania kurejesha imani kwa uongozi huo na kuanza kuamini, basi mtazamaji wangu, tusingekuwa tunashuhudia visa vya aina hii vinavyozidi kufanyika siku baada ya siku na kusababisha hasira nyingi za idadi kubwa ya Watanzania kutofurahishwa na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, kwa kweli jambo ama maamuzi hayo yanayozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani dhidi ya watu kutoka eneo la Tanganyika, mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, ila itakuwa ni jambo jema iwapo hapo unayezidi kunitizama katika video hii uweze kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, maoni yako ni yapi kwa maamuzi yanayozidi kufanywa? Na ikumbuke kwamba uongozi ulioko madarakani uliweza kudokezea kuongeza bei za mafuta kutokana na vita vinavyozidi kushuhudiwa kati ya Marekani na Iran, jambo ambalo wengi hawakuweza kulifurahia wala kutolikubali, hasa kutokana na idadi kubwa ya viongozi wanaozidi kufanya biashara za mafuta wakiwa chini ya chama tawala cha CCM, na ikibainike kwamba ni mbinu na njama ya viongozi hao ama wafanyabiashara hao chini ya chama tawala cha CCM kusababisha serikali kutangaza bei za mafuta ziweze kupanda, hasa katika eneo la Tanganyika, ndipo nao waweze kuuza mafuta kwa bei ya juu na kuendelea kufaidi wao binafsi, huku mwananchi wa chini nchini Tanzania akiendelea kupata kipindi kigumu ama kuendelea kuteseka. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.